Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Naso TV. Kama tulivyokuambia mwanzo, tupo katika msikiti wa Chamazi hapa sambamba kabisa na uwanja wa Azam Complex Chamazi. Na namshukuru Allah Masjidil Huda. Na tupo Masjidil Huda Chamazi uwanja wa Complex Chamazi. Namshukuru Allah nimekutana na imamu wa Masjidil Huda hapa Chamazi. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, na al-Eid Mubarak. Min al-faizin kwa Waislamu wote, kwa Tanzania wote. Naam Sheikh, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tumeona baadhi ya waumini wakiwa wameongezeka misikitini kwa kasi sana. Ila hizi siku mbili, Eid na siku ya leo, waumini wamepungua sana katika misikitini. Ni jambo gani ambalo limesababisha jambo hili? Sasa hii inakuwa ni udhaifu wa imani. Ndio. Sababu ya hii ni udhaifu wa imani. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa dini tunapaswa kukuza imani za watu wetu, waumini wetu. Kukuza tukuzaje? Kwa mawaidha, kuwafundisha, kuwanasihi kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa Ramadhani ndio huyo alikuwa mfungo mosi, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Na Mwenyezi Mungu ndio anawapa neema watu utulivu na amani katika nchi kwa sababu ya ibada. Kwa hivyo tunahitaji sisi kama viongozi kukuza imani kwa waumini wetu ili wawe raia wema katika mwaka mzima. Na wanasema katika imani zinazokuzwa na waumini inaanzia msikitini. Vipi katika msikiti huu Masjidil Huda, mmejiandaje kwa majlis mbalimbali, madarasa, kufundisha? Alhamdulillah, hapa sisi tumeanza 2014. Hiki ni kituo cha elimu kikubwa sana. Kwa mfano niseme kuna shule ya chekechea, msingi na sekondari ya juu. Kwa Kiarabu ndio tunasema ibtidaia, mutawasita na thanawia. Zote zipo na masomo kama tafsiri, hadithi, fiqh, usuli al-fiqh. Vyote hivyo vinasomeshwa pamoja na English na hisabati na bila ya ada yoyote. Lillahi ta'ala. Ada yake mtu labda mwenyewe anunue tu mavazi, vitabu basi. Kwa hivyo hiyo eneo la kwanza. Eneo la pili, sisi mimi kama mimi mwenyewe shekhe mkuu hapa nina darsa kubwa la maimamu wa kata ya Chamazi yote na wanatokea Mbagala wengi wote kuja kusoma hapa kwa sababu imamu mmoja ana watu 1300 nyuma yake au zaidi ya hapo. Wakiongoka huyu mmoja akipata elimu huyu anaweza kaokoa watu wengi. Hilo la pili. La tatu, darasa la wanawake wakubwa baada ya saa 10 mpaka saa 12. Darasa la chekechea wale wanaotoka shuleni, watoto wadogo hawa wanaotoka baada ya saa 7, saa 8, saa 10 mpaka saa 12. Bado tunalo darasa la tahfidhul Qur'ani, kuhifadhisha Qur'ani. Kwa hivyo hiki ni kituo hasa cha dini kilijikita katika kutoa maarifa na ilmu za dini ya Kiislamu. Ndio, barakallahu fika. Unatoa elimu kubwa sana Sheikh. Kama una majlis ya maimamu ni mafunzo makubwa sana unatoa. Nizidishe na jambo jingine vile vile, mwaka huu tumeanzisha hapa kitu inaitwa Jamvi la Ramadhani. Jamvi la Ramadhani. Maana asili ya jamvi ndio mtu anapoanzia chini katika elimu. Lakini sasa tumelikuza zaidi hata katika miezi ya kawaida. Kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi jamvi litaendelea. Wanakuja mashekhe wakubwa kama Sheikh Tahabani alikuwepo, Sheikh Walidi mshekhe wa mkoa alikuwepo, Sheikh Mbwera, Sheikh Mziwanda, hao wote walikuwepo na mfano hao, na madokta tutaleta mpaka madaktari wa Kiislamu ambao wanaweza kuchambua matibabu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo shaanza hilo. Kwa hivyo tunaomba watu kila Ijumaa wawe wanajaa hapa wanakuja kusikiliza vitu kama hivyo. Kwa hivyo hiki kituo kwa maana hii inaitwa Huda Islamic Center. Naam. Mtazamaji wa Naso TV, umemsikiliza imamu vizuri, anakukaribisha katika majlis mbalimbali na madarasa mbalimbali, na amesema kwamba kutakuwa na madoktori wakubwa kina Sheikh Tahabani. Hawa ni mashehe wazito katika nchi hii wanafahamika. Na Sheikh, labda neno ambalo unawahusia Waislamu katika mwezi huu wa Shawwal umeingia,
na mwezi wa Ramadhani kidogo watu walikuwa wacha Mungu sana. Watu walikuwa wanafanya ibada mbalimbali katika mwezi huu wa Shawwal. Ni mambo gani ambayo unawashauri waumini wa msikiti huu na Waislamu wote kwa ujumla? Warudi kwa Mola wao, kwa maana wahudhuria haya madarasa, wahudhuria swala za Ijumaa, swala za kawaida, kwa sababu ukija katika swala za kawaida kutwa mara 5 unapata mawaidha ndani yake, unapata nyiradi ndani yake. Hili ndio jambo kubwa sana ambalo litawavuta na kupata hasa darasa zile, maana unasikia maneno bwana Mtume Muhammad SAW, mtu anakuwa anajijenga, anakuwa tulisema subira ziko aina 3. Subira katika taa, yani unasali huwezi kuona kama luku vile kila kuitumia swala huwezi kuona zile, lakini unatakiwa usubiri, yani usiache usitake kuona wewe unaendelea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuhesabu. Lakini subira ya pili, kuacha maasi. Maasi yana tamu sana kuliko mambo ya kheri. Mtu kumwambia salati alfajiri kushika maji anyanyuke ni tabu, lakini sababu zake kubwa. Lakini ukimwambia sasa hivi pale kuna bia 2 au kuna wanawake wazuri atakimbilia haraka. Sasa hapo unapokuwa subira, uache maasi, subira uingie katika taa. Lakini ya 3, watu kubwa dogo, matatizo, changamoto, urejee kwa Mwenyezi Mungu. Watu wasiende katika mambo ya shirki, mambo ya sofa. Inakuwa mtu anatoka katika, Mwenyezi Mungu asema la in ashrakta la yahbatanna amaluka, kama ukimshirikisha Allah basi matendo yako mema yote yataharibika. Na sasa hivi kwa sababu ya vyeo na nini na uchaguzi unakaribia, kwa hivyo watu wanaingia saini vibandani baada kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio, naam Sheikh, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kipindi unaingia, kuna ile mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoingia kuna mambo 3 muhimu yanatokea. Katika yale mambo 3, jambo moja ni yani mashaitani wote wanatiwa minyororo. Na mwezi wa Ramadhani ukiisha, wale mashaitani wanaachiliwa, wale miamba inaachiliwa. Na tumeshaona katika siku hizi wale mashaitani wameshaanza kazi. Je, wito wako kwa Waislamu? Kwanza wale mashaitani kina nani? Mashaitani ni mimi na wewe. Kwa mimi sio shetani wala wewe. Mimi imamu. Lakini kuna na binadamu mwenzako ndio shetani wewe anakusudiwa. Ukimwambia leo nimeamka vibaya bwana nisaidie hela kula, bwana mambo si mabaya, si mazuri bwana, unajua tena. Lakini mwambia bwana twende disco, lakini sina hela za kuingia disco, atakwambia nitakutolea mimi. Nakutaka bia 2 nitakununulia, lakini chakula hakupi. Kwa hivyo huyo ndio shetani. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, shayatinul jinn wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yani kuna mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Na shetani wa kibinadamu ndio anayekushawishi, kwa mfano ulimbwende na nini, wanaweka pale gari ile milioni 50, ukikaa uchi hapa utapata ile gari. Sasa nani? Ni jini hiyo au shetani? Ni binadamu wenzako. Na mambo mengine vile vile, wanaocheza kigodoro ni nani? Binadamu wenzako. Si kwa hivyo shetani mkubwa ni yule binadamu wenzako, usimkubalia yale anayotaka. Na Sheikh, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulipata ile kwamba wale majini wote na mashaitani wote wabaya wanafungwa minyororo. Sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ulivyokuwa unaendelea, kuna watu tulikuwa tunaona bado wanafanya maasi, bado hawarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kaifungua ile milango, anaitaka aingie. Milango ya pepo 8, milango ya moto 7. Anaitaka peponi aingie. Sasa hataki mtu. Ndio hawa hata katika Ramadhani hawafungi, wanalewa, astaghfirullah, na wanafanya mambo mengine. Hao wamekataa rehema Mwenyezi Mungu wao wenyewe. Kwa sababu wewe ukitaka kwenda msikitini sasa hivi hakuna mtu anakuzuia. Ukitaka kwenda baa hakuna mtu anakuzuia, lakini nafsi yako. Kwa hivyo wao milango ya rehema, milango ya pepo imefunguliwa, wamekataa kuingia. Wenyewe na Mwenyezi Mungu kweli amewafunga mashaitani, kafunga milango ya moto, kafungua milango ya pepo, kaweka Lailatul Qadri, anayetaka aje siku moja kwa miaka 84, mtu hataki yeye mwenyewe. Naam, shukrani sana. Sallallahu kila mtu ataingia, kila mtu anataka kuingia peponi ataingia. Isipokuwa nani? Isipokuwa yule anaokataa.
Yule anayekataa peke yake. Kila mtu ataingia. Wakamuuliza ya Rasulullah ni nani? Akasema yule man aba, yule anayekataa. Yani hataki kufanya taa, anafanya taa kaipata pepo. Hasa anafanya maasi, yana maana huyo kaikana ile pepo, anataka moto. Ndio hivi sasa. Shukran sana Shekhe, muda hautoshi, habari ni nzito. Kama mlivyomuona imamu wa Masjid al-Huda hapa Chamazi, ni mwalimu, ni shekhe, ni imamu, ni mtu mzito kabisa. Tukipata wasa muda kama hii tutakuwa tunakuja tunapata maili matatu inshallah. Karibu na kila Ijumaa mji hapa. Maalim Kais online yupo, Maalim Shaaban online yupo, na ZBC2 baadhi ya vipindi watakuwepo. Na nyinyi mshiriki hapa mje. Shukran sana. Lulu na marjan, lulu na dhahab. Ndio. Maana hivyo vitu dhahab. Hapa kuna ilmu kubwa, hatusifii kwa sababu eneo letu, lakini ilmu kubwa sana ilokuwepo. Ndio. Asante. Karibuni sana. Shukran sana Sheikh. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, sisi ni Naso TV tukiwa na timu zima, leo tumeona tuwatembelee Masjid al-Huda hapa Chamazi. Shukran sana Sheikh, kwa majina yako